Julai Bibi Viwanja Group. Je, unawajua ni kina nani? Basi, acha nikuhabarishe. Julai Bibi Viwanja Group ni wauzaji wa viwanja tena venye ubora. Na kubwa zaidi 2022 wamekuletea ofa babu kubwa. Sasa jipatie viwanja venye ukubwa wa square mita 400 kwa shilingi milioni 2.5. Na huduma za kijamii zinapatikana kama vile usafiri, umeme, maji, nyumba za ibada na nyinginezo. Na tena viwanja vimepimwa na vipo katika ubora wa hali ya juu. Viwanja vinapatikana Vianzi, ni mwendo wa dakika 10 kutoka Vikindu stendi, au unaweza kuwasiliana na Julai Bibi Viwanja Group kupitia nambari zifuatazo: 0673 035288 au 0774 635762 au 0755 105124. Kwa viwanja vya uhakika na vyenye kuaminika, waone Julai Bibi Viwanja Group ndio suluhisho lako. Nyote mnakaribishwa. الخطباء وأسكتت حكمته الحكماء. أشهد أن لا إله إلا الله أنزل كتابه فبين فيه حجته وأرسل رسوله فبلغ الرسالة. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن فهدى به الناس صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. أما بعد. واشميوا درسيتو ya leo katika mchana wa Ramadhani baada dhuhuri, baada ya kuwa tulikuwa na darsa kadhaa zilizotangulia zikituonesha fursa tulionayo ya Ramadhani ya mwaka huu na namna nzuri ya kutumia fursa hizo, kwamba tumepata fursa tuitumie vizuri. Leo kwa sababu ya umuhimu wa jambo na kulisema, imebidi nililete mapema kidogo, tusilicheleweshe, kwa sababu tukilichelewesha linaweza likakosa watu wakapoteza khairat, watu wakapoteza thawabu, wakapoteza kujaza khairi. Nimeona nililete mapema kabisa kwa unyeti wake na kwa muhimu wake. Ala wahi alquran wama adraka mal quran. Ndugu zangu, Ramadhani pamoja na heshima yake kubwa tunayoijua, isingekuwa na heshima hii Qur'an manna ya Ramadhani isipokuwa ni kwa sababu ya Qur'ani. Yani Ramadhani bila ya Qur'ani ingekuwa ni sawasawa na Shawwal, ingekuwa ni sawasawa na Dhulqa'da, ingekuwa ni sawasawa na Rajabu, ingekuwa sawasawa na Jumada al-ula wa Jumada al-akhira ila maada dhalik. Bila Qur'ani. Kwa nini Qur'ani? Qur'ani na sifa moja, yani hakuna anayopitiwa nayo ama anaguswa nayo ama anashughulika nayo isipokuwa inamuinua. يرفع الله بهذا القرآن أقواما ويضع الآخرين. Mwenyezi Mungu katika kanuni zake amejiwekea katika utaratibu wake, yeyote atakayeshughulika na Qur'ani, kuinua, kuisimamia, kuifuatilia, kuipenda, lazima atatoka pale alipo chini na kupandishwa juu. Kama ni mtu wa kazi, kama ni mtu wa biashara, kama ni mtu kwenye uongozi, ni mtu sijui wa michezo, ni mtu wa siasa, ni mtu wa dini, mtu yoyote atakayeshughulika na Qur'ani, maana yake amepata ngazi ya kupanda. Na atakayeipuuza Qur'an, basi atashuka sana mpaka watu watamsahau, mpaka wale watu ambao walikuwa hawadhaniwi kuwa juu yake watakuwa juu, yeye atashuka. Watakuwa juu, yeye atashuka. Kwa hivyo nataka niwakumbushe leo Ramadhani 4, ama Ramadhani of course 4, bado Qur'ani haijashughulikiwa na kufuatiliwa na kuiishi pasavyo kwa tathmini ya haraka. Ndio maana nikasema naomba nilete darsa ya kuonesha umuhimu wa Qur'ani. Mwenyezi Mungu Lauhil Mahfudhi alipoiweka mbingu iliyosogea karibu yake, inaitwa sehemu inayokaribia na sehemu iliyohifadhiwa Qur'ani, ilipata utukufu automatically ikaitwa Baitul Izza. Yani ikaitwa ni nyumba ya utukufu kwa Qur'ani tukufika pale. Jibril alayhi salam kwa ile kuishusha Qur'ani kutoka Baitul Izza mpaka kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akawa raisi wa malaika wote. Heshima ya Jibril sio kwa sababu ni Jibril, ni kwa sababu alishughulika na Qur'an, kuitoa Lauhil Mahfudhi kuileta kwa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Lakini
mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ile kushughulika na Qur'ani, kuipokea Qur'ani, akawa ni afdalul anbiya'i wal mursalin, imamul mursalin wal anbiya, akawapita manabii wote heshima na cheo na hadhi na utukufu. Sio kwa sababu ni Muhammad, ni kwa sababu alishughulika na Qur'an. Qur'ani haimgusi mtu, hashughuliki nayo mtu, ile tamuinua. Haya, Ramadhani kwa sababu ndio imeshuka Qur'ani ndani yake, Ramadhani ikazidi miezi yote, ukawa ni mwezi mtukufu, ni mwezi bora, ni mwezi wa kinamna yake wa kipekee kabisa. Siku iliyoshuka Qur'ani yenyewe inaitwa Lailatul Qadr, hadhi yake ikahama kwenye usiku wa kawaida, ikawa ni sawa sawa na miezi 1000, kwa sababu tu ile Qur'ani ikadabo mara 1000 ubora wake. Lailatul Qadr khairu min alf shahr. Sio kwa sababu ni ule usiku kama usiku, hapana, ni kwa sababu ndani yake una Qur'ani. Kwa hiyo haijawahi kuguswa Qur'ani na mtu yoyote alafu ikamwacha chini, lazima itamuinua. Sasa Ramadhani ndio pahala pake. Kanuni ya Ramadhani ni kusoma Qur'ani yenyewe, lakini kuisikiliza Qur'ani na kuifundisha Qur'ani na kuishi kwa vitendo Qur'ani. Haya ndiyo ambayo yanatakiwa tuwe nayo katika mchana wa Ramadhani na usiku wa Ramadhani. Ndiyo maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ili kuweka mambo wazi kabisa, akasema innal Qur'ana والصيام أما الصيام والقرآن يشفعان العبد يوم القيامة. Qur'ani hii na hiyo saumu na ufunga, vyote viwili hivyo vitakuwa ni mawakili wazuri, ni watetezi wazuri, ni wanasheria waliobobea siku ya kiyama kumtetea mtu ambaye alishughulika navyo, alishughulika na saumu na akashughulika na Qur'an. Qur'ani itasema rabbi mana'atuhu nauma fi layali Ramadhan. Mungu naomba nisikilize, huyu mtu unataka kumchoma, huyu anatakiwa kwenda motoni, mimi Qur'ani nilimzuia asilale mchana wa Qur'ani, usiku wa Qur'ani, hakwenda vijiweni, hakwenda kuangalia television, hakusikiliza radio, hakusoma Twitter, Instagram, WhatsApp, wal Facebook, warawahu YouTube, hakushughulika na hivyo sana, akaamua kuachana na hivyo, akawa ananisoma mimi. Wengi walishindwa. Mtu ukiwa umeshika simu ina bando, utaacha kwenda Twitter, utashindwa kwenda TikTok, utashindwa kwenda Instagram, utashindwa kwenda WhatsApp, yani lazima mtu anajikuta anaenda katikati ya safu mtu gani. Lakini kwa mtu aliyeweza kuachana na hivyo vitu walau kwa dakika 10, 15, 20 kwa siku, akashughulika na Qur'ani, Qur'ani haimwachi, itakwenda kumtetea. Na saumu pia itakwenda itamtetea, itasema Mungu nilimzuia kula mchana wa Ramadhani, kunywa mchana wa Ramadhani, kufanya mambo yake ya halali mengine mchana wa Ramadhani niliyakataza mimi. Mungu huyu hata kama kweli alikuwa na mambo yake makando kando na maukakasi fulani fulani, lakini kwenye Qur'ani aliupiga mwingi, kwenye saumu aliupiga mwingi. Hayo mengine yote acha, yaswamehe, tusikilize sisi mabwana. Anamalizia, hakuna kitu kizuri kwa mtu mwenye matatizo kama kupata mtu wa kukutetea. Mtu yoyote muulize aliyewahi kupata matatizo, anajisikiaje anapopata watetezi? Huwa ni kama tiba, huwa ni kama dawa. Yani hata kama mtu alikuwa anajiona ni dhalili kiasi gani, huwa anaona anapata nguvu, anarudi kwenye chati tena, kwa sababu watu wanampigia makofi, watu wanamshangilia, watu wanasema ndio anafaa, watu wanasema hajafanya vile, basi na yeye anajitutumua. Hata kama alifanya asema mimi sijafanya, kwa sababu amepata support, kapata watu wa kumtetea. Na sheria ilivyowekwa duniani, mtu yani watu kupata mawakili wanatumia gharama kubwa sana kupata mtu wa kutetea ili usionekane na kosa. Kuna watu wamefunguliwa kesi, anaweka mawakili 200, anaweka mawakili 50, anaweka mawakili 1000. Wapo kesi zimevunja rekodi duniani, mtu anaweka mawakili ili atetewe tu asionekane na makosa. Sasa wewe hapa kwa kusoma Qur'an dakika 15, dakika 20, unaweka wakili sio kukutetea kwa mheshimiwa jaji hapa duniani au kwa mheshimiwa hakimu wa mahakama ya mwanzo au mahakama ya wilaya au masinini, ni unakwenda kutetewa inda maliki muqtadiri, inda rabbil izza rabbil alamin. Kutetewa kwa Mungu jamani, kuna pahala ambapo ni pazito kama mbele ya Mwenyezi Mungu.
qudamu rabbul alamin. Hakuna sehemu ambayo watu watatetemeka, watu watashindwa kujieleza, watu watakuwa mabubu, na Mungu atasema midomo isiseme, mikono semeni, uchi semeni, sijui macho semeni, mapua semeni, kila kitu kitasema. Wakati vinasema hivi, nani anakutetea? القرآن 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 يا هذا إن الله تبارك وتعالى يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع الآخرين. Mungu anatuinua kwa hii Qur'ani, anawainua watu kwa hii Qur'ani, anawapa heshima watu kwa hii Qur'ani, watu wanafanikiwa kwa hii Qur'ani, watu wanatibiwa kwa hii Qur'ani, watu wanapata vyeo kwa hii Qur'ani, watu wanapata pepo kwa Qur'ani, watu wanapata heshima walikuwa watu dhalili kwa Qur'ani. Mimi hapa kama ningekuwa bila Qur'ani, sio mtu wa kusimama mbele yako kusema lolote. Yani mtu wa chini kabisa, mtu wa vijijini ndani kabisa huko. Lakini leo nimekuweka hapo na degree yako, nimekuweka hapo na fedha yako, na gari yako, na umaarufu wako, unanisikiliza. Kwa sababu gani unajua? Ni kwa sababu ndani humu kuna al-Qur'anul Majid. Darasa hii tunaibana bana, kesho itakuwa pana zaidi. Kesho itakuwa pana zaidi. La takun ba'id, usije ukawa mbali, usikose, never miss, usikose kabisa hii. Kwa vyote vile panga ratiba yako ukiwa hai kesho, uje upate pa kuanzia Qur'ani. Wa minan nasi man yaqra'u al-Qur'an wal Qur'an yal'anu. Kwa sababu gani? Hiyo kusoma Qur'an tunasema tusome, lakini kuna watu wanasoma Qur'ani badala ya kupata thawabu ya hiyo Qur'ani, badala yake Qur'ani inawalaani. Kuna watu utabidi wajue, tusije tukawemo miongoni wao. Tunasema tusome Qur'ani, tusije tukasoma Qur'ani akhalafu tukao tunalaaniwa. Afala yatadabbaruna alquran am ala qulubi aqfalha kitabun anzalnahu mubaraku liyadabbar ayati. Lazima tujue kwamba tunapoanza sasa kusoma Qur'ani, tumeamua kuichukua, tunaiishi, tunasomesha, tunasikiliza, tumeleta misahafu, tumefanyaje? Je, ni hivyo hivyo tu ndio imeisha? Hapana. Kuna vitu inabidi pia tuwe navyo ili tupate hicho ambacho kiko nyuma ya Qur'an. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wal barakatuh.